Shalom shalom, taifa la Mungu. Ninawasalimu kwa jina la Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Nipo hapa kuwaeleza na kuwakumbusha tena na tena ya kwamba Tanzania ni nchi ya agano. Ni nchi ambayo mjumbe wa agano yupo hapa na sanduku la agano lipo hapa. Ndani yake kuna mapigo, ndani yake kuna mana, chakula kitamu kwa wanaotii. Huwezi ukaitenganisha siasa na Mungu, huwezi. Mungu alipotaka kutawala alijiandalia taifa. Daudi alitawala katika taifa ambalo Mungu anajisifia mpaka leo kwa muda wa miaka 40. Katiba yake ilikuwa ni sheria za Mungu. Utaratibu wake ulikuwa ni wa kimungu. Tamaduni zake zilikuwa za kimungu. Leo wameingia watu wa theology, wanasema serikali na dini ni vitu viwili tofauti. Mtu ambaye amesoma business, amesoma mambo ya leadership, amesoma economics, ana control spiritual affairs. Ana control kile ambacho anaona hakimfevi yeye, kwa sababu tu Mungu anataka ukweli ujulikane. Tunatazama leo nchi hizi zimekuwa na mfumo ule ule kama wa Misri, kama wa Farao. Ni kwamba aliye mkuu pale hajui mambo ya Mungu wako. Anafanya kile ambacho yeye anaona kinafaa kwa sheria za kibinadamu zinazomzuia hata Mungu kuleta mapenzi yake. Kumbuka, sababu ya Yesu kuja duniani na kupambana na serikali ni kutaka mapenzi ya Mungu yatawale. Ni kutaka Mungu atawale na asimame katika tamaduni na desturi. Mungu ana utaratibu wake. Mungu ana serikali yake. Mungu ana maagizo yake. Mungu ana sheria yake ambayo kila mwanadamu lazima aifuate. Huwezi kuifuata hiyo sheria kama aliye juu hajui na hamtumikii Mungu wako. Ndio sababu ya hayo yote leo. Watu wanafukuzwa, watu hawahubiri tena, watu hawasemi ukweli, watu unabii hawauzungumzi, wanafanya vitu kwa kujipendekeza, kwa kuogopa mkono wa mwanadamu baada ya kumwogopa Mungu aliyewaleta. Yesu hakuogopa hilo. Alipelekwa mpaka kushtaki kwa sababu hiyo. Mitume wote wa Yesu 12 waliishi katika mateso kwa sababu waliongea ukweli unaofanywa katika serikali za Kirumi. Dunia ya leo ni kama Rumi, dunia ya leo ni kama Misri kwa Farao. Ndio maana Yesu alisema katika kitabu kile cha Luka sura ya 4 mstari wa 43 ya kwamba imenipasa kuhubiri injili ya ufalme wa Mungu katika miji mingine pia, maana kwa sababu hiyo nalitumwa. Kilichomleta Yesu ni kuhubiri injili ya ufalme. Injili ya ufalme ni kuleta mapenzi ya Mungu, ni kuleta serikali ya Mungu, ni kuleta utaratibu wa Mungu, ni kuleta desturi ya Mungu itawale dunia, itawale nchi. Hiyo ndiyo injili ya ufalme. Injili ya ufalme haiko rohoni. Injili ya ufalme haiko somewhere popote. Ni kuamuru mapenzi ya Mungu yatawale katika nchi ya Tanzania na katika dunia nzima. Tanzania hii ni nchi ambayo Mungu ameiteua tangu wakati huo ije ioneshe utukufu wake kuenea dunia nzima. Kama alivyosema katika kitabu cha Hagai sura ya 2 mstari wa 9 kwamba utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko ule wa kwanza. Utukufu huo utatokea hapa Tanzania. Na yanayoendelea katika nchi hii, nyuma yake yuko mjumbe wa agano, na yatakuja mengi na mengi zaidi. Kwa maana walio upande wa Mungu ndio watabaki salama. Atakaye kiuka hilo, mkono wa Mungu utakuwa juu yake. Kwa hiyo watu wa Mungu kusema kwamba hakuna serikali zitenganishwe na dini, huo ni utaratibu ulioanzishwa na watu wasio kuwa na lengo la kimungu. Utawala wa Mungu uliokuwa siku zote tunaujua ni theocracy. Theocracy is the government of the God. Lakini ikazushwa baadaye ikaanzishwa mambo ya democracy. Kwa hivi ni vitu vilivyokuja baadaye, lakini misingi ya Mungu, sababu ya kuwatoa Wafilisti, sababu ya kuwapiga Waamoni, ni watu waliotegemea miungu kama hii leo wanaitegemea katika nchi yako, wanaitegemea katika Afrika na dunia nzima. Mungu anapotaka kuonyesha utukufu wake, anataka mapenzi yake yasimame. Kwa hiyo huu ni mwanzo kuelekea kuyatafuta mapenzi ya Mungu Tanzania. Ninawakumbusha, nchi hii ni nchi ya agano.
Yoyote yule anayeshindana na sanduku la agano atapigwa. Yoyote yule anayekataa mapenzi ya Mungu hata baki salama. Haijalishi cheo chake, haijalishi chochote kile ambacho anacho, haijalishi mali zake, haijalishi jinsia. Yoyote yule anayeshindana na Mungu, huyo hata baki salama. Mungu awabariki sana. Acheni kusema kwamba siasa na dini vimefanyaje. Hii ni nchi Mungu ameichagua, na sio hii tu. Dunia nzima yapaswa iende kwa mapenzi ya Mungu. Barikiwe sana. Amen.